lako. Na jina la Ibrahim ni jina linalotamkwa sehemu zote, na watu wa dini zote wanalitamka hilo jina la Ibrahim. Kwa nini? Mungu alisema nitalikuza jina lako, naye kweli akalikuza jina la Ibrahim. Jina ni utambulisho wa mtu. Jina limebeba utambulisho wa mtu, limebeba sifa za mtu, limebeba hatima ya mtu. Jina. Ndio maana ukitambulishwa au jina lako likitamkwa na kiongozi mkubwa, unajisikia vizuri. Ndio maana jina lako likipewa sifa, unajisikia vizuri. Ndio maana jina lako likizungumzwa vizuri, unajisikia vizuri. Sasa niwakumbushe, kama jina lako linaweza likapewa sifa njema, usisahau kwamba jina hilo hilo linaweza likapewa sifa mbaya. Na ukitaka kumwangamiza mtu, jina lake ndo kinakuwa kipaumbele chake cha kwanza kuangamizwa. Ukitaka kumuinua mtu, unainua jina lake. Ndio maana Yusufu wakati akiwa gerezani, baada ya kutafasiri ile ndoto na wale wafungwa waliokuwa nao, walipotoka, Yusufu alimwambia mfungwa mmoja kwamba nenda ukanitaje kwa mfalme. Maana yake ni kwamba anamwambia nenda ukalitaje jina langu kwa mfalme. Sasa naomba ulielewe hili, kama jina linaweza likapewa sifa nzuri, jina hilo hilo linaweza likapewa sifa mbaya. Kama jina linaweza likapendwa, jina hilo hilo linaweza likachukiwa. Jina. Sasa nataka leo tujifunze umuhimu wa kuyaombea majina yetu, umuhimu pia wa kutengeneza sifa nzuri kwa ajili ya majina yetu. Nilikutana na kaka mmoja Dodoma. Kila mahali alipokuwa anaenda, watu walikuwa wanamsikia hata kama hajawakosea, wanajikuta tu wanamsikia. Wengine wanaposikia tu sifa zake wanamsikia. Hali hii ikawa inamtesa sana, akaamua kuhama maeneo tofauti tofauti, lakini kila anapoenda hali ile ile iliyomhamisha kutoka kwenye eneo alilokuwepo awali inatokea kwenye eneo analokuwa amehamia. Kwa hiyo ni kama alikuwa amebandikwa roho ya kusikiwa, kwamba anapoonekana tu watu wanamsikia, hata kama hajazungumza nao, hajawakosea, hajawa na ukaribu nao, yaani inatokea tu